Mwaka mpya huu Jumuiya ya Maimamu imeleta kikao hiki ili kuunganisha nguvu zenu pamoja na kuacha kupishana na kusigana. Na wallahi hamsigani mkasigana siku hiyo, ila ni kwa sababu mmehama katika mila ya Mtume Ibrahimu, mwaitafuta dunia. Lazima kama waitaka mila ya Mtume Ibrahimu, unachotaka ni akhera, kuna sababu ya kushindana na yoyote wala kuwa na ugomvi na yoyote. Niwapeni mfano wa kitu kimoja. Mimi nilikuwa na cheo fulani katika baraza, sikitaji cheo hicho kikubwa kweli kweli. Siku moja nikasikia neno wanaambia, bwana mheshimiwa ataka cheo hiki ampe fulani, lakini nakuhofia wewe. Nikamwambia nataka kusikiliza. Mimi nilimwambia hilo neno lilolisema sitaki niliseme kama nilivyo, maana nzito sana, linaweza kuwa kwamba linaingia katika namna ya kujinaki, lakini kama mtaka kwa elimu nitalitaja. Nilitaja au nilifiche? Haya, nikaambia malaika wa mbinguni watanishangaa nikisita hata sentimeta moja ukitoa cheo hicho kwa huyo mheshimiwa mufti anayetaka kumpa. Malaika wa mbinguni watashangaa. Nikamwambia si hata sekunde moja sichelewi, na namwomba Mungu anijalie kwa cheo chochote nitakachokuwa nacho niyo tayari kutoa, na cheo chenyewe ni cha ukurugenzi wa dawa na tablighi ambacho nilikuwa nakibeba mimi. Mufti akaona ampe huyu simba aliyoko mbele yetu Arif. Sasa akawa anajiuliza, Chizenga taona nimemvua umfanyaje? Nikamwambia sichelewi, hata sikutaka kufikiria kwa ngoja kesho. Nikamwambia hapa chukue. Na mimi namwombea Mungu akiendeshe vizuri, na nyinyi naomba mshirikiane naye. Ni mtu ambaye ana juhudi ya dini, hakuna mtu ambaye hana dosari. Wamanil ladhi tudha sajayahu kulluha kafan mar'an nublan an tu'adda ma'ibuhu. Na ni nani ambaye sifa zake zote ni njema? Hayupo. Yamtosha mtu kwamba waweza kuhesabu dosari 1, 2, 3, lakini ninachokijua ana nia ya kuipeleka dini mbele na akatoa maisha yake kwa ajili ya jambo hili.